Hii ni update juu ya kile kinachoendelea katika mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam juu ya kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambapo Tundu Antipas Lissu aligoma kuendelea kusikiliza kesi hiyo baada ya viongozi wa chama hicho pamoja na Watanzania waliofika mahakamani pale kutazama ama kufuatilia kesi ile, na wao kutoka nje ya mahakama wakidai wametoka nje ya mahakama kwa sababu watu wanaokuja mahakamani wanazuiwa na maafisa wa polisi wakiambiwa mahakama imejaa ili waweze kurudi. Kwa hiyo viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walikuwepo ndani ya mahakama waligoma kuendelea kusikiliza kesi, wakatoka nje ya mahakama, ambapo baada ya wao kutoka nje ya mahakama Tundu Lissu naye akapeleka ombi ama swala kwa majaji na kuambia kwamba naye hawezi kuendelea na kesi kwa sababu wanaofuatilia kesi yake ama umma umenyimwa nafasi ya kupewa kusikiliza kesi hiyo, kwa sababu kuanzia asubuhi askari wanawazuia watu kutokea mbali na kuambia warudi nyumbani. Namna pekee ya kudhibiti hii hali ni kuondoa hii hali ya kuwa mahakama kama vile imewekwa gerezani na jeshi la polisi na kuzuia watu kuingia, na kuweka utaratibu ambao utaruhusu nafasi ziko wazi watu kuingia. Sisi viongozi pamoja na wanachama na wapenzi wa haki na demokrasia tuliokuwa ndani ya mahakama tumeamua kutoka mahakamani ili kutuma ujumbe kama vyombo vya dola vimeamua kuiendesha kesi gizani, basi waiendeshe gizani. Kwa tumetoka ndani ya chumba cha mahakama. Lakini jambo la tatu ambalo limetokea vile vile ni kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wetu ambaye katika kesi hii ni mshtakiwa, baada ya sisi kutoka, taarifa ambayo nimeelezwa na waliobaki ndani ya mahakama kwa maana ya wanaomshauri Mheshimiwa Lissu kisheria na mambo kama hayo, ni kwamba Mheshimiwa Lissu ameieleza mahakama, amewaeleza majaji juu ya haya ambayo yanaendelea kutendeka nje ya chumba cha mahakama, na ameweka msimamo wake kwamba hayuko tayari shauri kuendelea kusikilizwa. Lakini kabla sijaenda kukuambia swala lingine juu ya watu kugoma, tuanze kwanza kufuatilia alichokiandika John Heche, ambapo yeye ni makamu mwenyekiti wa chama hicho taifa. Yameposti picha ya watu wakiwa wamelala mahakamani na kisha kuandika, hivi ni vitendo vya hovyo vinavyofanywa na vyombo vya dola visivyo na uadilifu, vyombo vinavyotumika kudhulumu haki za watu kwa manufaa ya kikundi cha kifisadi. Polisi wanapiga watu wetu na kuwazuia kuingia mahakamani. Polisi hao wanaingia mahakamani, wanajaza mabenchi, wanalala usingizi wakati kesi inaendelea, kwa sababu hawana shida ya kusikiliza kesi, bali shida ni kuzuia watu wa Chadema kuingia kusikiliza kesi ya kiongozi wao. Wanapiga na kutisha watu ili chumba kibaki bila watu, waseme Lissu haungwi mkono na wananchi, ndio maana hata hawaji mahakamani. Hii nchi inaendeshwa hovyo kuliko hata zama za wakoloni. Hayo aliandika John Heche akisema kwamba wanaojaa mahakamani ni polisi na kisha wanajifanya kwamba mahakama imejaa. Lakini taarifa nyuma kidogo tuliambiwa kwamba Tundu Lissu amegoma kuendelea na kesi ya uhaini inayomkabili kutokana na ratiba ya leo. Hadi hapo hoja yake aliwasilisha mahakamani hapo itakapotolewa uamuzi na jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru. Baada ya majaji kuingia kwenye chumba namba 1 kwa ajili ya kuanza kusikiliza kesi hiyo leo Septemba 16, 2025, kwa mujibu wa ratiba ya leo Jumanne, Lissu ameeleza majaji hao kwa kuwa alipoingia kwenye chumba cha mahakama hajawakuta wafuasi wake, na kwamba amepata taarifa kuwa wamegoma kutokana na baadhi ya wanachama wenzao kuzuiliwa kuingia mahakamani na maafisa wa jeshi la polisi ambao wako nje. Kutokana na hoja hiyo, Lissu ameomba mahakama kutoa mwongozo wake wa haraka na kuhoji inakuwaje
maafisa wa polisi wanaofukuza watu mahakamani na mahakama iko kimya. Pia amesema majaji pekee ndio wenye mamlaka ya kutoa amri yoyote mahakamani. Sasa inawezekanaje mtu mwingine anatoa amri ndani ya viunga vya mahakama? Amri hizo pia zinakinzana na sheria na taratibu. Baada ya kuwasilisha hoja hiyo, Lissu alieleza mahakama kuwa hawezi kuendelea na kesi hadi swala hilo litakapotolewa mwongozo na mahakama, na kwamba hadi wafuasi wake waruhusiwe kuingia mahakamani baada ya kuwasilishwa kwa hoja hiyo. Wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga aliomba mahakama kuendelea ratiba ya usikilizaji wa kesi kutokana na kwamba suala alilowasilisha Lissu halina uhalisia. Lakini pia Katuga amesema wafuasi hao walikuwa kwenye chumba cha mahakama na wametoka muda mfupi kabla ya kesi kuanza. Sambamba na hilo, wakili Katuga amesema baadhi ya watu wako mahakamani na wanasikiliza kesi bila kikwazo. Hata hivyo, watu hao Chadema wanadai kuwa si wanachama wao bali ni askari waliovaa kiraia. Ikumbukwe kuwa katika uwasilishaji wa hoja yake, Lissu alibainisha kuwa kesi hiyo ni ya wazi na kwamba wanachofanyiwa sasa hakina uhalisia wa uwazi wa mahakama baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili. Majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Nduguru wanaosikiliza kesi hiyo iliwabidi kuahirisha kesi hiyo kwa muda hadi baadaye watakaporejea kutoa uamuzi. Mtazamaji wangu, ni kwamba baada ya viongozi wa Chadema kudai kwamba wafuasi wao wanapofika mahakamani wanazuiwa na jeshi la polisi nje kufika katika viunga vya mahakama, basi viongozi hao na wengine ambao walikuwa ndani ya mahakama walitoka nje ya mahakama kama unavyoona na kususia kesi. Na baada ya wao kususia kesi, basi Tundu Lissu na yeye alitoa hoja kwa majaji kwamba hataweza kuendelea kusikiliza shauri hilo mpaka watu wake watakaporuhusiwa kuingia, na ndipo majaji walipoahirisha kesi hiyo mpaka baadaye. Baadaye kidogo mahakama ilirudi na kutoa amri mpya. Ambapo mahakama ilisema njia iliyotumika wiki iliyopita ya kuingiza watu mahakamani ndio itumike pia na leo na wiki zinazoendelea. Basi baada ya mahakama kutoa amri hiyo, viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walianza kurudi na kuingia mahakamani, huku wote pamoja na wafuasi wakijaa tena katika chumba cha mahakama, huku naye Tundu Lissu akaletwa na kuanza kuingia mahakamani na kesi ikaanza kusikilizwa tena. Hiyo ndo update ya leo ambayo ilitokea katika viunga vya mahakama, ambapo viongozi wa Chadema waligoma kuendelea kukaa ndani ya chumba cha mahakama na kutoka nje wakisema wafuasi wao walikuwa wanazuiwa. Na baada ya wao kugoma, basi na Tundu Lissu naye aligoma akasema hawezi kuendelea kusikiliza kesi mpaka pale jamhuri itakaporuhusiwa kuingia kusikiliza kesi hiyo. Na sasa hivi kesi inaendelea, hivyo endelea kubaki karibu na Mseto Media. Nitakuletea mwisho taarifa yote kwa ujumla kuhusiana na kesi ya Septemba 16, 2025. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.